Wale tu tuliwalizia hadi tuone picha yao ni ya kina nani hawa. Just imagine ile kitu inayoniudhi. Sisi kama Wameru na Watharaka na Waembu tulikubali tukaongozwa na Ndio 2022. Na Kithure Kindiki alikuwa ameshinda pale Karen. Na akakuja akasema huyu Ndio alishinda kwa sababu tulikuwa tunawinda kiti moja na Ndio asapata tumuunge mkono na tukamuunga mkono. Sasa Kithure Kindiki ndiye mtu wa kwanza alikuwa sakubali ile election ya Olkalau jana na akacomment na akaambia yule kijana congratulations. Sasa tunasikia hapa mwenye mataka hapa tena ati Kithure Kindiki ati ana wafuasi. Sisi tumeambia watu hao wamezoea kututumia over 60 something years. Sisi na wao tumeondokana. Tumetokana kabisa. Itakuwa kama mbingu na nchi. Haiwezekani wakati Mutharaka anapata ni mbaya. Wakati jamaa alikuwa hapa akiambiwa pigana na majani chai na walevi ilikuwa mzuri. Bwana, profesa sasa anaambiwa aende pale fulani angalia mradi fulani kama inafanya kazi anaenda. Huyo mwingine alikuwa anaambia paka Kiambu, Nyeri, Murang'a na pale Githurai kupigana na pombe. Alafu walinganisha. Bwana wacheni kani serious kwa. Kitu yenye tumesema sisi hatutaki kujua election ya Olkalau ilienda namna gani. Ruto ukitoa leo Kithure Kindiki tunajua sio wewe mmtoa. Ni ile jamii yetu imezoea kututumia over 60 years. Imemtoa Kithure Kindiki. Kwa sababu swali yenye tunauliza kama Kithure Kindiki alijaribu akasema kweli yule mwenye tulikuwa tunashindana na yeye asani sinda. Ngoja tumuunge mkono na tungeshinda sote wawili. Why nyinyi nje mingine mnaanza kwa sifu Kithure Kindiki? Hata naambia tu congratulations umepata 5,000. That time mwenye alikuwa amendominate election pale MP mwenye alikufa ni huyu jamaa alikuwa namba 3 wa Jubilee mwenye alikuwa hapo namba 3. Sasa unaambia Ruto ameluzi. Ruto ameluzi nini? Kwani mwenye alikufa pale akiwa MP alikuwa member wa parliament akiwa na chama UNDA. Mnakuja kupigia Ruto kelele ati Ruto ameluzi. Ruto ameluzi na nini bwana? Mwenye ameluzi ni Uhuru Kenyatta. Mwenye alikufa hapo Olkalau alikuwa member of parliament na party ya Jubilee. Sasa wakati mnaambia Ruto ameluzi, kwani mtu wa UNDA amekufa? Jaribuni mmalize wa UNDA pale huko Kiambu. Ndio mtajua Ruto anachukua ama huko Meru. Wacheni kudanganya watu hapa. Kitu yenye tumesema sisi bwana Ruto. Mimi kitu nimekuomba bwana Ruto, mimi nilikupigia kura yangu 2022. Ile kura yangu moja nitakupigia. Make sure umetangazwa naye. Wakileta ujinga tuma basi tuma polisi wote na jeshi wote pale kuanzia hapo Githurai kwenda Meru. Manguzi wote. Hizi rangers zingine ziko sawa. Juu wezekani rally kitolewa kutoka Naivasha mpaka Kisumu ni mbaya. Lakini kitolewa Mombasa tu Naivasha ilikuwa mzuri. Mtu mwingine hapa anakuja kulinganisha na William Ruto 10 years kitu alifanya kubwa ni kujenga bypass hapa Eastern bypass ya Samba ya barabara ya Samba yake. Akajenga barabara nyingine ya Loni bwana. Watu wanalipa kupitia expressway. Ala unamlinganisha na Ruto bwana. Ruto anauliza kama umeachieve kuliko mimi, tuende kwa kitabu. Anakuambia tuende kwa kitabu. Ulijenga affordable housing ngapi ukiwa president? Ulijenga barabara ngapi in 4 years? Bwana, hivi wanja ngapi ulijenga hata wacha kujenga yenye ulifanyia marekebisho. I remember kuna tournament tulipasa tuandaa hapa Kenya ya under 19 AFCON. Tulikosa kwa sababu tulikosa viwanja. Vilikuwa vinafaa kififa. Alafu mnakuja kutuambia hapa ati Ruto anafanya kazi. Hakuna kaunti yenye Ruto hayafanya kazi. Hata kaunti yenye niko ya Nairobi saa hii nimeona masoko ya William Ruto, nimeona viwanja ya William Ruto. Ruto anaenda kulonchi pale Atalanta Stadium. Mlevi kama Uhuru Kenyatta in 10 years hata ukimuuliza ni kiwanja gani hata ya kucheza hata ile ya mpira hata ya chang'aa tu hakuna. Mnakuja kulinganisha na Ruto bwana. Ni 4 years bwana, kitu yenye Ruto amekesi. Wale wengine walituongoza walikuwa wanaiba pesa yetu tu. Na tulikuwa tunafanya. Mimi naomba wa Kenya tafadhali. Hao watu wa kwetu tena wakisimama ballot paper. Ukipata ni Mumeru na Mkikuyu amesimama, hiyo election cancel. Tafuta jamii zingine. Hii jamii ilikuwa na kama inachukua pesa ikiwekea watu wa kwao tu peke yao. Huwezi kuwa maendeleo kienda northeastern ati ni mbaya. Lakini ikikuja pale ile barabara Thika ikijengwa ilikuwa mzuri. Lakini ile ambao inajengwa pale ya kupeleka watu wa Busia, ya kupeleka watu wa Kale ati ni mbaya saa hii. Wakipeleka reli ni mbaya. Bwana wajinga waliisha bwana. Affordable kijengwa sasa imagine mwenye anapinga affordable ni pale Mlimani, lakini wao wamechukua sote na wanaambia jamii zingine wasichukue. Mbona mnachukua kwani kama ni mbaya? Sha yenye mnasema ifanyi nyinyi ndio mmechukua mingi. Ndio standard ni kwenu mingi. Alafu unataka kupoteza Wakenya wengine ati ni mbaya. Kama ni mbaya ni nyinyi mlichagua. Na kama mnachaguanga tumewaambia hivi tu. Habari simple, tumewapa mtihani. Na Mungu amesaidia tu. Mwasemanga ati iwezekane bila msapere. Ruto bwana.
Unaona kura itatoka Nyanza. Pale Rift Valley. Pale kwa Wasomali hapa Northeastern. Ruto make sure umetangazwa naye. Hao watu wanasemanga iwezekani bila wao uwatie maji. Wale mawaziri uko nao Ruto, naomba tu wenye wako na wao wa maintain mpaka saa hii election hizi. Ikisa pita ile 2027 piga wote kalamu. Waambie mkitaka mchome, chomeni Githurai, mchome Thika, mchome hizo barabara zenu zote. Kwa sababu iwezi kuwa just unajua kitu mimi naniuma kama Meru ni moja. Ni ndio. Jamaa tu amekuwa one time MP, akakuwa ndio, alafu nakuja kulinganishwa na yule mtu ama profesa. Just imagine ati Meru mwenye amesema profesa analinganishwa na ndio. Hiyo ni madharau ina gani bwana? Alafu Wakenya msema watu, alafu huyo kiongozi mwenye analinganishwa na ndio. Aya huyo ongea speech kama zenye Gachagua anaongea akiwa kwa serikali ama wakati ametoka. Juzi ameaddress Nixon. Sio ati wakikuwa anakuwa na address ni Kenya mzima. Ati anasema tulikosana na Raila juu Wanjaluo alikuja kwa serikali. Just imagine ndugu yangu. Alafu kiongozi kama huyo sisi watu wa mlima tunasema yeye ndiye anatuongoza. Kati hii jamii yenye tuko Kenya zaidi ya kabila 40 something. Nani anayesenga Mkikuyu mkono akiwa na mjinga kama Gachagua? Mtu mwenye anasema ati sinda yetu kubwa sio Ruto amekosa kufanya kazi ati ni Wanjaluo ameingia kwa serikali. Kwani Wanjaluo sio wa Kenya bwana? Unataka Mmeru mwenye ako pale Kisumu aishi namna gani? Unataka Mkikuyu mwenye ako pale Kisumu akae namna gani? Anasikia wakati ambapo anasikia kiongozi mwenye anasemekana atenda kwa na Wakikuyu wengi. Hakuna Mkikuyu ako nyuma ya Gachagua. Gachagua ako na vitu zake za mdomo. Wacha kudanganya watu hapo wa Munyoro bwana. Unaweka Wakikuyu matabuni. Ati sisi tulichukua serikali Raila akakuja na Wanjaluo. Ati hiyo ndio kitu ilifanya tukakusana na Ruto. Wanjaluo na Wakosti na Wakamba na wale watu wa Northeastern ni Wakenya kama wengine. Na ile kitu naambia hii jamii zingine. Kama hao Wakikuyu wanadharau wale wa Meru walikuwa na wao miaka yote. Nyinyi wengine ni akina nani? Usomeni hao watu tu. Wa Meru wamekufa na kura 207 Raila akisinda. Wenye walikuwa pale hayo ukikibaki akisinda. Mwenye alikuwa pale my friend ni Kiraito na kina Kiroito. Walikuwa wametoka wapi? Meru. Kwani ni Wakikuyu? Kura zenye zilikuja Murang'a ilikuwa na Nyeri ilikuwa. Kura ilikuja ni Tharaka. Mbona hawakutoa ya Nyeri? Ruto sasa hivi tunataka utoe Tharaka Nyeri pale Garissa. Tusikie Garissa imekuja na kura milioni 2. Haiwezekani Tharaka sasa iko na watu 238,000 alafu hadi time ilikuja na 1.2. Tunataka hiyo kura bwana Ruto bwana. Utoe huko Northeastern yenye ilitolewa pale. Na Ruto hadi time alikuwa agent mkubwa wa Raila Amolo Odinga 27 na aliuliza swali. Kwani hao watu walipiga kura wakakufa? Tunataka hata hao wasafiri waulize hiyo maswali 2027. Waulize kwani watu wamepiga kura pale Northeastern wamepiga na wakakufa? Sasa tunataka hao tu wenye walileta kura za watu wamekufa milioni 1. Na wewe Ruto uleta kura za Northeastern. Useme walipiga na wakakufa. Vienye Tharaka walipiga na wakakufa. Hiyo ndio yangu. Asante sana.